Mungu akasema wacha nuru iwe nuru. Naomba tuketi tusome neno la Mungu. Leo tuko katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4. Tulikuwa tunachambua sana kuanzia verse ya 6 verse ya 6 sio 6-8 kuendelea, na tukachukua muda mrefu sana katika hiyo mstari ya mwisho ambayo ina uzito mwingi kwa kanisa la Kristo Yesu. Mstari wa 8 wa Efeso 4 mstari inasema, hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi, naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kufahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa. Tusome mstari wa 14 sisi wote. Nafikiri tumesoma wote kweli? Sitakana usikia sauti kutoka upande na upande. Hapo wakisoma hii mtasikia. Sio nyinyi msome tukeni. Na tusome tu sisi wote mstari 14. Nasemaje? Tukifuata njia za udanganyifu. Lakini tufanye nini? Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila nini jamani? Kwa kadiri ya kwa kila mwili unaweza kujijenga wenyewe katika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnaelewa hii maneno, kwamba kuna wakati mwingine mtu anaweza kuja hapa ahubiri vizuri sana, mseme Bwana yule alikuwa katika mbingu ya juu kabisa. Alikuwa amejaa. Tunapata mtu aliyejaa kuliko wote ni Kristo Yesu. Neno la Mungu linasema alishuka chini, baada ya kushuka chini alipaa tena
mbingu zote, akaviteka vipawa vyote vilivyo juu, akaja kuvibariki navyo watu. Ndio Biblia inasema kwamba amepea, kuna watu wainjilisti, kuna walimu, kuna wahubiri, kuna wachungaji, kuna nani na nani wametajwa hapa. Kuna viongozi ambao watu wa sasa hawatambui, wanachukua vitu kama vile vitu vile. Unaweza amuka uanze kusema nataka siasa. Unajua, ukitaka siasa saa hii katika nchi hii ni rahisi sana. Anza matusi kwa viongozi na watu watakusikiliza, na hata hii watu wazuri unaona hapa kanisani watasema mimi ndio huyo mtu. Ni kweli ama si kweli? Nilipata wengine hata maaskofu wanasema mimi ni fulani. Unasema hivi mbele ya watu kwa sababu sisi ni wahubiri. Sisi ni wahubiri. Mimi ni pastor. Biblia inaniambia nifanye nini katika nchi? Niombee uongozi, niombee utawala. Ni wa aina gani? Niombee tu, sio mimi niwe Mungu ni ujaji na niungane na watu wanatupa huko mawe. Nani ataombea nchi? Nchi itakuwa mzuri namna gani? Lakini maneno ya Mungu inasema hapa, kama tunafanya vitu vizuri sana, mwili utajijenga wenyewe vizuri bila vitu. Ni kweli? Mstari gani unakumbuka? Mwisho tunasema nini? Tunaweza soma, naona hivi. Hata nyinyi muone hapo. Umeshapotea tayari. Ndio. Inasemaje mstari wa 16? Ukitaka kujua viungo vya mwili vinasikilizana na vinawasiliana, ona wakati kingine kinaugua, vingine vyote vinasema lazima tuukue na hii moja, na wakati hiyo kiungo kitapona, vinafurahi wote, wanapiga makofi, macho inaangalia, kinywa kinaimba, makofi inapigwa na mwili unafurahi. Lakini tumeambiwa kwamba ameenda juu na amekuja na vipawa. Vipawa hivi vimepeanwa kwa watu ambao hapa, hawa watu ni nyinyi. Mmeshapewa nini jamani? Vipawa. Ni nini maana ya kupewa vipawa? Ili msirudi kuwa tena watoto. Tuangalie mwenzako, angalia mwenzako, bana, angalia mwenzako hapa. Biblia inasema ili tusiwe watoto, mwambie tusiwe watoto wa kutupwa tu. Leo hii wamama hawazai sana zamani ilikuwa. Hivi karibuni wataanza kuzaa, maana kuna dawa ya family planning imepotea. Kama msikii matangazo, tumetangazwa sana. Mama mmoja angekuwa hapa na mtoto mdogo hivi, angetoka hapa kama hiyo mama wote wajalewe. Inasema kweli kama mmoja. Na wamama wakishalea tena hiyo watoto watataka kulea mtoto mmoja ikatalote naweza lea. Biblia inatuambia tusiwe kama mtoto wa kutupwa tupu hivi na upepo. Mwingine anachukua anafanya kama mnaji, nacheka, mtoto anaanza cheka ama nini. Hiyo ndio
tulikuwa tunaongea na Sosthenes mahali, Sosthenes aliniambia wanasema hii Kenya hata mtu akianza kufanya kuna mdaifu. Na hii ni adabu ndio watu kapa wote. Ndio. Na aseme kuna dini ya kwanza tu tumeanzanga ile alafu tunaanza mbio tena hii tunatokea. Hii ndio maneno yanafundishwa kwamba tusiwe watu wa kutupwa kama watoto wadogo. Natakana tukomae. Ninyi wote mnajua manyumba zenu, mnajua hapa mjini. Ukitoka jana mvua imenyesha hapa, wengi tulikuwa trapped hapa. Lakini jioni kila mtu alihakikisha alilala kwao. Hiyo ni kusema umekuwa mtu mzima na unajua kweli. Wale watoto tulikuwa nao hapa tutahakikisha tumeweka magari wanapelekwa hapa wamefundishwa kwao. Ndio uzuri pia wa kanisa kuwa na nini? Na mimi. Bwana asifiwe. Sasa ile kitu ambacho kinasumbua dunia ni sisi tumekimbilia vitu vya kina watu. Mtu alisomea mstari ule wa 8, mstari wa 9. Somea mstari wa 9. Kujazwa ni mimi pamoja na wewe, tujazwe na ukweli wa neno la Mungu. Ukishalijua ukweli wa neno la Mungu, wewe unakuwa imara wakati wowote, masaa 24. Huwezi kudanganywa kwa nyumba ukiwa mwanaume, huwezi kudanganywa kwa nyumba ukiwa mwanamke, huwezi kudanganywa kwa nyumba ukiwa mtoto, hata shuleni huwezi kudanganywa. Nataka niwaambie Waislamu wako na kitu wanaita masomo yao wanaita nini? Madarasa. Hakuna kitu kingine ya muhimu wanafundishana watoto wao. Ni kuambia tu kuhakikisha mtoto kwamba Mungu hana mtoto. Mungu hakuoa. Yesu si mwana wa Mungu anavyosema wanavyodai wa Kristo. So mtoto anaenda pale, hiyo kitu ukimuuliza atakwambia Mungu hakuoa na uwezi kuwa na mtoto kama huku. Uwezi kuwa na mtoto kama hukuoa. Na hiyo tu ndio wanajaza kwa mtoto, kumgeuza Muislamu au Mkristo. Sio kazi rahisi, hata nyinyi mmeshindwa. Katika huduma wangu nimewahi kufanya hivyo mara 4-5. Mpaka Marekani kuna mtu akiingia kutoka huko akacross kutoka Uislamu kuja kwa Yesu. Wamejazwa kitu, wamejaa. Na sisi tutakana tuwe tumejazwa vipawa vya Injili. Nguvu za Injili ziko ndani mwetu, ziko kwa akili, ziko wapi? Lakini sasa taabu yetu tunagundua kwamba tumekubali kuwa kama watoto wadogo. Tumekubali kuwa kama nini jamani? Kama watoto wadogo. Ukikubali kuwa kama mtoto mdogo, utakula kwa kila nyumba, utakunywa kwa kila nyumba, utacheza na kila mwingine, na mwisho utapotea. Watoto wengi hupotea hivyo. Siku hizi kuna mitandao, nimepata last week peke yake nimesikia kuna mwingine amepotea Kericho last time, mwingine alikuwa Uganda akapata na ambassador wetu huko. Watoto ukimuuliza walikuwa wanacheza na wengine, na Biblia inasema sisi tusiwe kama watoto tena. Leo tuko brother wote tunasikiliza neno la Mungu,
redio zinatangaza Ezekiel anakuja Lanet. Kutoka hapo unatafuta tikiti ya kwenda Lanet. Lanet si tikiti peke yake, Ezekiel anauza uso. Unanunua uso, unanunua kitambara, unanunua mafuta, unanunua maji. Sijui ni nani mwingine tuliangalia naye katika mtandao juzi, tuliona kuna mtu alianza kwa kuuza mafuta. Na aliulizwa hiyo mafuta unayapata wapi? Akasema mafuta yako mengi sana yanapatikana kwa supermarket. Inaitwa Elianto. Elianto ni mafuta ya kupiga maji, kupiga chapati na mboga. Ama nani hajaipigia hiyo mafuta? Haina harufu kwa sababu ni mafuta inatoka kwa mahindi. Sasa hiyo mafuta wanatuweka kwa chupa kidogo na wanaweka leo from Holland. 500. Hapa una pesa. Kwa Ezekiel uko na pesa. Hapa una pesa. Kwa wauza mafuta hayo uko na pesa. Maji wanatoa tu kwa hii ambayo tunanunua hii, wanabadilisha. Wanakwambia hii maji inatoka Israeli. Unanunua. Unakuwa na imani unaenda kupona. Wengine wanapona na wengine wanaanguka nayo wanaharibika. Bwana asifiwe. Mnaweza hata kufunjika. Mnaweza hata kupata ajali ya magari kwa vitu ambavyo mmebandika, maana mmekuwa kama watoto wadogo. Mungu anasema tusiwe watoto wadogo tena. Tuwe watu ambao tumekuwa na nguvu katika Kristo Yesu. Kila aina ya upepo isituchukue. Bwana asifiwe. Tusiendee vitu kwa njia ya tamaa. Tusiendee vitu kwa njia ya nini jamani? Kwa njia ya tamaa. Hii vitu ni sisi wenyewe tunaviendea, sio watu wengine. Sisi wenyewe tunaviendea hii vitu, tunavipata, vinaanza kutusumbua. Tumekuta nani amekupeleka nani mahali mkutano uko kwenda kununua mafuta? Ni nani? Mama, ni nani amekupeleka huko? Pesa yako. Hata umechukua mkopo kwenda kufanya hivyo. Maandiko inasema ni vitu ambavyo tumeviendea sisi wenyewe kuvivuta, alafu vimeingia ndani ya damu yetu na akili yetu na ndani ya moyo wetu, na sasa hatusaidiki, tunateseka. Na wenye kutuuzia hiyo vitu wameendelea na biashara yao. Wengine wanaendelea kufanya kitu kinaitwa beti. Wakipata mamilioni ya pesa, Jumapili ikifika mnaenda kanisani, mnaanza kutembea kama vile mnatembea kila siku, kufukuza mapepo na kuitisha Roho Mtakatifu, na mkingoja pasta akuje. Wakati unapiga simu, pasta namna gani? Nyinyi muendelee, naona kama mimi sikuji. Kuna kitu nataka niwaambie leo. Naona kama sina mzigo wa kanisa sana. Nyinyi muendelee, na mnaweza hata aenda kwa kanisa lingine lile liko karibu na nyinyi. Wachungaji wamesema hivyo mara 4 kwa kipindi cha mwaka mmoja, miaka 2 mbali. Uganda amefanya hivyo, Kakamega wamefanya 2, Nairobi wamefanya 2. Wanawacha kanisa baada ya kupata mamilioni ya pesa. Lakini walikupotosha wewe ukawacha imani yako. Unaweza kukumbuka nini asubuhi ya leo? Tusiwe kama watoto wadogo wa kutupwa huku. Na kila mtu anayemshika naye anatupa yeye juu, anatupa juu, tena anatupa yako mwingine. Anatupa yako mwingine. Kitu kitakachofanya tu kwa mikono ya mama wengine ni ibada imeisha, sasa tunaenda nyumbani. Ya mama mwenyewe sasa anapatikana. Na hata wengine kwa kanisa mengine mtoto amekuwa akipotea kabisa. Mtoto alikuwa kanisani, mwizi amepatikana ameiba mtoto kwa sababu ya imani ya kitoto.
tuache kutupatupwa kwa akili zetu, tuache kutupatupwa kwa mioyo yetu, tuache kutupatupwa. Unajua watu wanasema Mungu anajali moyo. Wangapi wanasema hivyo? Mungu kweli, Mungu anaangalia moyo, angalia mwili. Ngoja niangalie kitu hapa kidogo tu. Nasema hivi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Warumi. Ndio mwache hiyo siasa ya kisheria. Kitabu cha Warumi 12. Warumi 12 inasema nini kanisa? Warumi 12 aya ya kwanza. Mimi nasoma. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Moyo hapo umetajwa. Ni nini imetajwa hapo? Kanisa, ni nini imetajwa hapo? Unajua ni kwa nini mwili unatajwa? Magari yakija hapa mapya ambayo yanatakana kwenda mahali, yanataka kwenda safari, mtaona hii yetu ni mzee, mtaabiri magari mpya kwa sababu yanaonekana vizuri, yako na nguvu, inaweza kubeba kitu kizuri, sivyo? Na wewe unaona wewe pia ni mtu mzuri, unafaa kuingia ndani ya hiyo gari. Kweli si kweli? So hata mwili hii ni hekalu la Roho wa Mungu. Lazima miili ilindwe, lazima ifunikwe. Kanisa, panasema ati Mungu anataka moyo. Ndio sababu tulisema hapa siku nyingine habari za mavazi. Usije ukawa shida kwa watu wao kufikiri ni roho ndio Mungu anataka. Unaweza fikiri ni roho na hiyo wanaume iko hapa yote wanaangalia wewe. Sasa roho hapo iko hapa kuna. Semeni kwa sababu wasema. Roho Mungu hapo ama hiyo. Ama na wewe uko hapa umefanya vitu mbovu, umevaa kienyeji, unafikiri Mungu anaangalia roho, wa mama hapo wote wanaangalia roho hii mama anafanya nini? Ni lazima tuangalie miili yetu, lazima tuangalie mioyo yetu, na lazima tuangalie imani yetu. Tusiwe kama watoto wa kutupwa ovyo huku na huku. Leo mimi ni Mkatoliki, leo mimi ni Mpigi, leo mimi ni Brotherhood, leo mimi ni Uwori, leo mimi ni Ezekiel, leo mimi ni Ng'anga. Mungu anataka hiyo kitu kilitoka juu ikaingia ndani mwako, kibaki hicho hicho, na hicho ndio tutafanya upai uwe wako. Bwana asifiwe. Tumebarikiwa mababa. Nani amebarikiwa? Bwana asifiwe. Basi tujitunze.